kinywani mwangu. Bwana ni sifa zako. Umeniumba ili nikuwa na ili baada ya kufunguliwa somo linasema Mungu anajulikana kupitia matendo yake. Mungu anajulikana kupitia matendo yake. Kitabu cha Wafalme mlango wa 18, soma mstari mmoja wa 21, baadaye utaruka utaenda 30 na 6. Sasa hivi nisomeo mstari mmoja kwanza. Soma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 21, maneno Yesu yanasema, ndio. Na Elia akawakaribia watu wote. Na Elia akawakaribia watu wote. Akanena. Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu. Ikiwa Yesu ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa ni Baali ni Mungu. Lakini ikiwa Baali ndiye Mungu, haya mwanza kumfuata pia. Fuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Elia. Aliwaita watu, akawakusanya kutokana na hali ambayo alikuwa ameiona kwenye mioyo yao. Akaona hawa watu mbona hawaendelei? Mbona hawatoki mahali walipo? Mbona hawavuki? Tatizo liko wapi? Elia katika kuchunguza akagundua kumbe hao watu wana roho inayoitwa ya kusitasita. Hawaendi mbele, hawarudi nyuma. Hawaanzishi kitu kikaenda, hawafanyi kikaenda. Elia akaona sasa hao watu ngoja niwasaidie. Akataka wale watu watangaze msimamo. Akawaambia, hebu nisogeleeni. Wakamsogelea. Akawaambia, mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Mtakuwa watu wa nia mbili mpaka lini? Akawaambia, sasa tangazeni msimamo. Ikiwa Yesu ndiye Mungu wenu, mfuateni. Lakini ikiwa ni Baali, mfuateni. Maana aligundua watu wale wamekuwa maji ya uvuguvugu. Na Yesu anasema atamtapika mtu kama huyo. Akaona kabla hawajatapikwa, ngoja awaambie watangaze msimamo. Akamwambia, mtakuwa watu wa nia mbili mpaka lini? Mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Ikiwa Mungu ndiye Yesu ndiye Mungu, hebu mfuateni. Lakini ikiwa ni Baali, mfuateni. Ili Elia ajue amebaki na watu wangapi. Lakini wale watu Biblia inasema walinyamaza. Yesu apewe sifa. Walinyamaza. Lakini nataka kuseme nini? Kwa nini Elia aongelee habari ya kusitasita? Kusitasita ni nini? Kusitasita ni hali inayoishi ndani ya ubongo wa mtu, inayosababishwa na mtu kukosa maamuzi ya haraka. Ni hali inayoishi ndani ya ubongo wa mtu inayosababishwa na mtu kukosa maamuzi ya haraka. Ni hali ya kuchelewesha mambo. Lakini pia ni hali kama ya uzembe, au ni hali ya kufanya mambo marahisi yaendelee kuwa magumu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili au seme ni mtu kuwa na mawazo mawili. Unajikuta mambo ambayo ni marahisi yanaendelea kuwa magumu kutokana na ile hali ya kusitasita. Bwana Yesu asifiwe.
Elia akamwambia, jamani, mbona mnasitasita? Mtabaki mahali hapo mpaka lini? Ile hali ya kusitasita iko ndani ya hisia za mtu yeye mwenyewe. Ni hali ambayo unataka uikatae wewe mwenyewe. Yesu au Mungu ndiye ambaye anatoa uwezo wa kufikiri. Yesu ndiye ametoa uwezo wa kufikiri. Ndiye anayekuruhusu uwaze, lakini Yesu yule amekupa uhuru wa kuwaza unachotaka. Haleluya. Wala Mungu haingilii mawazo ya mtu. Amekupa kweli uwezo wa kufikiri. Baada ya kukupa akakuachia. Wala yeye haingilii waza unachotaka. Lakini sasa anapoona ule uwezo unautumia vibaya, anaingilia kati. Anakuambia, mbona unasitasita? Unapoanza kusitasita na kuzubaa na kutokuchukua maamuzi ambayo yanatakiwa, hiyo inaitwa hali ya kusitasita. Yesu apewe sifa. Elia akamwambia, mtabaki kwenye hali hiyo mpaka lini? Yesu anataka msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elia alipoendelea kwenye hali hiyo, akataka sasa hao watu watangaze msimamo. Lakini akataka wakishatangaza msimamo ili awaonyeshe ukuu wa Mungu. Ili Mungu huyo ambaye watakayemchagua awaonyeshe ukuu wao. Ikiwa ameamua kumchagua Baali, awaonyeshe madhaifu ya Baali. Wakiamua kumchagua Mungu aliye hai, awaonyeshe nguvu ya Mungu aliye hai. Lakini kabla hujaonyeshwa nguvu ya Mungu, Mungu anataka uonyeshe kwanza misimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu hataki kukuharakishia tu kuonyesha kwamba anataka kukuponya au anataka nini, lakini anataka msimamo wako kwanza. Kama umeamua kumfuata yeye, umfuate yeye. Lakini kama ni Baali, anakuachia umfuate Baali. Yesu asifiwe. Baada ya kutangaza msimamo kwamba umeamua kubaki na Yesu, ndipo Yesu anataka ajidhihirishe kupitia matendo yake. Soma ile hapo mstari wa 36. Baada ya kutangaza msimamo, ukaamini hakika katika pito nalopita Yesu anaweza kuniponya. Ukiamini vile, anajitokeza anakuponya kweli. Lakini ukiendelea kukaa katika nia mbili, anakuacha. Soma hapo mtumishi wa Yesu, tuendelee. Nasoma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Elia nabii akakaribia. Akasema, Bwana Yesu, Mungu wa Ibrahim, na wa Isaka, na wa Israeli. Na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu. Katika Israeli. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Na ya kuwa nimeyafanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana. Unisikie Bwana Yesu. Unisikie tena Bwana. Ili watu hao wajue ya kuwa wewe ndiye Bwana. Ili watu hao walionizunguka wajue kwamba wewe ndiye Bwana. Ndiye Mungu. Tena ndiye Mungu. Na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ili wakurudie Yesu. Ndipo moto wa Bwana ukashuka. Yesu ukashuka. Ukaiteketeza sadaka ya kuteketeza. Ukateketeza ile sadaka. Na kuni. Na mawe. Na mavumbi. Ukayaramba yale maji. Tena ule moto ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Ndio. Na watu wote walipoona. Wakaanguka kifudifudi. Wakasema. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Tena ndiye Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Elia. Baada ya kuambia wale watu kwamba watangaze msimamo, waachana na roho ya kusitasita, wakapatikana watu ambao waliamini kumwamini Baali, lakini wakapatikana wengine ambao waliamini kumwamini Bwana Yesu. Na sasa ikafika mahali Elia akataka katikati ya wale maadui ambao wenda wamemdhihaki kwa muda mrefu, wamemuona akihangaika na maisha, ameteseka na mapito, amepita mahali pagumu, akasema ili wajue kwamba hakika mimi namtegemea Bwana Yesu. Akasema na ijulikane leo Yesu kwamba Yesu wewe ni Mungu. Yesu na yeye akashuka kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale yalitokea muda gani? Ni baada ya ule msimamo kupatikana. Wakapatikana watu, ukisoma hapo nyuma utagundua kwamba wapo walioamua kumwamini Baali. Walipomwamini Baali hawakupata chochote.
Na wale waliobaki kumwamini Yesu waliona zile baraka za Mungu. Waliona moto kushuka kutoka mbinguni. Ukialamba mapito na shida zilizokuwa wamepitia kwa muda mrefu. Akaona wakipokea sadaka zao. Na leo nataka nikwambie, kuna mambo ambayo umepitia kwa muda mrefu. Uenda umedhiakiwa muda mrefu kama Elia. Uenda umeteswa na Yezebeli muda mrefu. Uenda Ahabu ametoka kukata shingo yako kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mpaka sasa hujajibiwa? Ni kwamba Yesu anasubiri muda wake ufike. Elia wakati ule waliteseka sana, lakini Biblia inasema ikawa jioni, ule muda wa dhabihu ya jioni. Kwa nini ifike jioni? Ni kwamba kuna mambo ambayo uko nayo, lakini muda utaamua. Hata kama umeteseka kiasi gani, muda utaamua. Ni lazima adui akanyagwe chini ya miguu yako. Haleluya. Nasema muda utaamua. Tatizo ambalo umepitia kwa muda mrefu, muda utaamua. Haleluya. Unasubiriwa wewe na uvumilivu wako tu. Ukiendelea kuvumilia, lakini ukatangaza msimamo, ukasema hapa sitoki. Yesu uje usije. Ukinijibu usiponijibu, Yesu hapa sitatoka. Lakini ufike mahali umwambie Yesu, na ijulikane leo hii Yesu kwamba upo. Maana kuna watu wamenidharau kwa muda mrefu. Kuna watu wamenidhiaki kwa muda mrefu. Kuna watu wamenikejeli kwa muda mrefu. Mwambie Yesu imefika jioni. Isiingie usiku kabla hujanijibu. Isifike jioni usiku kabla hujanijibu. Wewe jambo lako limefika jioni. Jua linaenda kuzama. Unapoangalia hamna tumaini tena. Haleluya. Kwa nini ifike jioni? Muda wote Yesu aliacha maadui. Wakaendelea kufurahi, wakafanya sherehe, wakafanya yote waliokuwa wanataka. Yesu akawaambia endeleeni. Endeleeni, jikusanyeni sana. Unaona katika pito lako kuna watu wameshafurahi sana, wameshangilia sana, lakini Yesu anawaambia tulieni, tulieni. Yesu anakusubiria utangaze msimamo. Uache kuumia moyo wako. Ikifika jioni Yesu ataenda kukujibu. Ni msimamo wako tu. Nenda mpaka jioni, muda wa dhabihu ya jioni. Ulipofika ule muda, Elia akawaambia ya njooni. Ni muda wa Mungu wangu na mimi kujibu. Umepita kwenye vita kwa muda mrefu, lakini Yesu anakusubiria wewe. Uache kusita sita. Kule kusita sita ndiko kunakochelewesha watu wakijibiwa. Watu wameshindwa kuchukua hatua. Yesu anataka utangaze msimamo. Umwambie nataka nianze na kilimo. Mwambie sasa hivi Yesu ni kilimo nataka, atakufuata pale, atakubarikia pale pale. Yesu anakusubiria. Kama ni kufuga unataka utangaze msimamo kwamba Yesu nimesimama na kazi. Na Yesu naomba ijulikane kwamba uko Mungu unayeishi. Naomba ushuke hapa katikati ya hii kazi upate kunibarikia hapa. Tangaza msimamo. Simama na kitu ambacho na Yesu akitazama kutoka mbinguni atasema aha, huyu mtoto ameshaningoja tano na sasa hivi naelekewa usiku, lakini kabla haijajua alijazama lazima nimbarikie. Hata jioni kuna tumaini. Usiendelee kukata tamaa. Kikubwa kubali kwamba sasa Yesu sita. Kama ni kwenda ingia ndani ingia, kama ni nje toka. Bwana Yesu apewe sifa. Na Elia alipokuwa mkali akataka sasa kwamba watu waache nia ya kusita, waache kuwa na nia mbili, waache kuwa na mawazo mawili, watoke njia panda. Alipata watu ambao walioamua kumtegemea Bwana Yesu. Lakini Yesu aliruhusu ule uhuru ili wajulikane yupi wa Bwana Yesu. Na Elia akamwambia Yesu, na ijulikane leo kwamba upo. Na watu wote wanaolizunguka wajue kwamba namwabudu Mungu aliye hai. Inabidi ufike mahali umwambie Yesu, nataka wajulikane kwamba Mungu naye mwabudu yuko hai. Maana wewe umeshadhiakiwa kwa muda mrefu sana. Sasa unapoondoka kwenda kwenye maombi au kanisani, unasema hawa ni wale. Hawa ni wale wapoteza muda. Lakini ifike wakati, hata kama jambo hilo umelisubiri kwa muda mrefu, umwambie Yesu, nataka ijulikane kwamba upo Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Hebu soma kitabu cha Waebrania. 10:37. Waraka wa Waebrania mlango wa 10 mstari ule wa 37. Amen. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Yeye ajaye atakuja. Wala hatakawia. Tena hatakawia. Amen. 37 mpaka 39 tumishi. Mstari wa 38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita, roho yangu
hawi furaha naye. Roho ya Bwana Yesu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao. Lakini sisi hatumo miongoni mwao. Wasitao na kupotea. Hao wanaosita na kupotea. Bali tumo miongoni mwa hao. Bali tumo miongoni mwao. Walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Wale walio na imani ya kutoa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatumo miongoni mwao wasitao. Biblia inasema wazi hapo kwamba tunamngoja Bwana. Kungoja ni tendo lolote au ni kitendo cha imani, cha kuwa na matarajio kwamba huku mbeleni kuna kitu ambacho nitakipokea. Kwa hiyo hapa nilipo sitatoka mpaka nimuone Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa na tumaini kwamba hipo. Lakini kwa vile uwezo wa kufikiri utakuwa umeutumia vizuri. Yesu asifiwe sana. Yesu anasema wazi, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini akaenda mbele akasema, lakini wasitao sina furaha nao. Haleluya. Kumbe mwenye haki anakuwa na subira. Mwenye haki anajua kwamba lazima hapa hiwe isivyo, hapa nitatoboa tu. Na Yesu anataka watu wawe na imani ya kutoboa roho zao. Watu wana imani ambayo ya kuhamisha milima. Hata kama ni jambo limeshindikana kiasi gani, aangalie basi matendo ya Yesu ambayo yamefanyika huko nyuma, iwe sababu ya kumtoa hapo alipo ili aweze kuvuka. Yesu apewe sifa. Mara nyingi tunaona watu katikati ya wokovu hawaendi mbele wakaenda, hawarudi nyuma wakarudi. Tumekaa nao kwa muda mrefu hawajibiwi. Kwa sababu gani? Wana roho ya kusita. Wameshaamua kuingia kwenye wokovu, lakini maisha yanapoenda pembeni kidogo tu wanaanza kusita. Wanasema wokovu gani huu? Ningejua nisingeokoka. Tangu tumeingia kwenye wokovu ndio maisha yamekuwa magumu. Tangu tumeamua kuokoka ndio kazi imekuwa ngumu. Ndio sipataki kazi tena. Ndio hiki akiendaki tena. Watu wamebaki mahali pamoja. Na ile roho ya kusita imesababisha Yesu akakosa nafasi ya kuwatetea. Haleluya. Imesababisha Yesu akakosa nafasi ya kuwatetea. Kwa sababu gani? Watu wameshindwa kutangaza misimamo, watu wameshindwa kuendelea mbele, watu wameshindwa kusimama katika nafasi yao ambayo Yesu anaitaka. Watu wameshindwa kusema, Yesu nataka niaone matendo yako. Hebu kubali ifike wakati useme, hapa sitoki mpaka nimuone Yesu. Wewe Biblia inaposema kwamba mwenye haki yangu ataishi kwa imani. Kwa sababu gani? Unaweza kama unapita mahali pagumu, hauoni njia kabisa, lakini kwa ajili ya ile imani ukajikuta umetoka hapo ulipo. Wala usitangaze kwamba hapa ninarudi nyuma. Yaani kutokana na ile imani ambayo Yesu atakuwa amekuwekea ukajikuta umetoka mahali pale. Haleluya. Mara nyingi utakuta hata kwenye baadhi ya familia zilizookoka kabisa, watu wanagombana. Watu wanagombana kwa ajili ya kuingia tu kwenye wokovu. Unakuta baba anamlaumu mke wake kwamba usingenipeleka kwenye kanisa la walokole, maisha yangu asingeharibika hivi. Anasahau kwamba vipindi vinashuka na kupanda. Anajikuta akishaanza ile tu kusema maisha yamekuwa magumu kwa ajili ya kuingia kwenye wokovu, hiyo tayari ni roho ya kusita. Na Yesu ana furaha nawe. Hapo anabaki akimtaka yule ambaye ana imani ili amshike mkono, afurahi naye, asonge naye mbele. Nakuta baadhi ya wamama wanagombana na waume zao. Chakula tu kikibadilika. Jana alikuwa anakula vizuri, leo kimebadilika kidogo. Anaanza kumwambia mume ya maisha siyawezi tena. Mimi kwanza nimechoka, mimi sijui kapanda, mimi sijui kashuka. Sasa unamdai baba hivyo, naenda katafute ulete. Kwani hapa si mjini? Naenda ukalete, simsumbue tu mwenzako kwamba maisha gani haya, nimetoka kula msiipo kaza majani kama sungura. Acha na hiyo biashara, nenda na wewe katafuta cha kumsumbua mtoto wa mwenzako. Mimi siwezi au nipewe hilo kanisa ndio maisha yamekuwa magumu. Wewe ndio umesababisha yakawa magumu kwa sababu umekataa kusonga mbele, roho yako ni kusita, hautaki kwenda mbele, hautaki kurudi nyuma, unatusumbua. Yesu ameshindwa kukutetea kutokana na moyo wa kusita. Sasa hakunaweza kusumbua waume kwamba maisha yamekuwa magumu kwa ajili ya wokovu. Nenda na wewe katafute ubadilishe mboga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenzako anachoka yeye kila siku unamsumbua, nenda na wewe katafute. Kama uwezi, tulia kula hiyo pilipili. Mbona ulipokuwa unakula rojo kumwambia maisha ni mazuri, ulinyamaza kimya?
Sasa hivi unakula mboga za majani unasema umekuwa sungura. Ndio, ni Yesu ndiye aliotesha hayo majani. Hakuna tena kugombana na waume, maisha yamekuwa magumu, nisikie hilo neno, hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kapambane, tule vizuri. Kama uwezi tulia, atakacholeta mpokee kwa furaha, mule vizuri. Hiyo kitu isiwepo. Sare sijui kwa lazima uvae sare. Kama ni lazima tafuta mwenyewe. Wewe uko unajijua kabisa, alafu unamsumbua mwenzako. Tunajikuta kwenye wokovu hatusongi mbele tena. Tumebaki mahali pamoja. Kumbe watu wanaosababisha hatusongi mbele wako huku katikati. Tokana na roho zao za kusitasita. Baraka zinatangazwa leo, kesho wanarudi nyuma. Zinatangazwa leo, kesho wanarudi nyuma. Hiyo ni roho ya kusitasita. Nataka ukae na wale wanaomwabudu Baali, uache wanaomwabudu Mungu aliye hai. Yesu ashuke, moto ushuke, mafuta yashuke. Bwana Yesu asifiwe. Baki wanaomwabudu Yesu aliye hai, ambao wanaamini kwamba Yesu anajulikana kwa kazi zake. Matendo ni mengi ambayo Yesu ameyatenda kwetu. Tumesoma kwenye Biblia na mengine ametenda kwetu sisi kama sisi tumeyashuhudia. Kwa unapojiona kwamba una roho ya kusitasita, jiulize una tatizo gani. Yesu kuna mahali amekutoa. Ndio maana sasa nikasema kuna watu ambao wao waliandaliwa maisha na wazazi wao, lakini kuna wengine wamepata kazi ya kuandalia wazazi maisha. Sasa unapoandalia wazazi maisha, hata hiyo ni kuvuka. Haleluya. Unajua sasa kwamba kwenu mama yako alikuwa na kitenge kimoja. Siku hizi Yesu amekusaidia, unanunua unapeleka kijijini. Ndugu zako hata na wenyewe wanastawi. Usiseme kwamba Yesu amekuvusha. Hiyo kusitasita inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kusitasita kunatoka wapi? Na tumeambiwa kwamba Mungu anajulikana kwa matendo yake. Ni lazima ifike mahali tumuite Yesu. Tukimuita Yesu anashuka. Yale mambo ambayo yamekuwa magumu, Yesu ashushe moto ya yarambe. Haleluya. Tukifunga maombi ya kufunga, Yesu ashuke. Ndio maana ya zile kuni. Haleluya. Na ile mifereji ya baraka sasa itufuate sasa. Inyoke kutufuata sisi, kwa sababu ndani mwetu hakuna hila, ndani yetu hakuna kusitasita, wala Biblia inasema miongoni mwetu sisi sio miongoni mwao wasitao. Sasa je, ikiwa kuna mmoja wetu katikati yetu itakuwaje? Atatuvuta nyuma. Bora atangaze msimamo. Bora atangaze msimamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora atangaze msimamo ili Bwana Yesu hajue mahala ambapo anatutoa. Bwana Yesu asifiwe. Sikubali kuingia kwenye manunguniko. Na pia ni vizuri tukawa na subira. Ni vizuri tukawa na subira. Elia alikuwa amepita mahali pagumu. Dunia nzima ilikuwa imemdhihaki. Alikuwa ni mtu wa kutafuta kuuawa kila siku. Lakini ile siku akasubutu kujitokeza mbele ya watu. Maana alikuwa na uhakika kwamba kile anachokiamini lazima anatoboa tu. Na katikati yako unatakiwa uwe na imani ya kutoboa. Kama Elia alipotoka kule alikuwa amejificha. Elia alikuwa amejificha kwa mwanamke mjane miaka 3. Lakini ikafika wakati akawa na imani na uhakika kwamba hapa nilipo, hii imani yangu ni ya kutoboa. Nikitoka katikati ya watu, nikasema na ijulikane kwamba Mungu leo hupo, lazima Mungu atashuka tu. Umejificha mara ngapi? Umeficha imani yako mara ngapi? Ulizubutu nini kushuhudia mtu matendo ambayo Yesu amekutendea? Wewe kila siku unasahau mahali Yesu amekutendea. Akikuvusha leo, kesho unasahau. Akikuvusha leo, kesho unasahau. Umekuwa mtu wa kusahau matendo ya Yesu. Badala utoe katikati ya watu, uwe na uhakika wa kumuita Yesu. Umwambie Yesu, hata katikati ya ugonjwa huu, inaomba Yesu ujulikane kwamba wewe hupo. Katikati ya mateso nataka Yesu nikuone. Katikati ya bidoni naomba nikuone. Katikati ya ndoa ambayo imekuwa ngumu kiasi hiki, mimi siwezi kusitasita. Inaomba Yesu ujulikane kwamba wewe hupo. Tatizo tunajitetea. Kujitetea kumekuwa wingi. Kujitetea kumekuwa mwingi. Tunamwambia Yesu, hata Mungu unajua kwamba napita mahali pagumu, acha tu nifanye njia nyingine, maana hapa sitaweza. Tangaza msimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Tangaza msimamo. Usikubali kusitasita. Usikubali kutumia uwezo wako ambao Mungu amekupa wa kufikiri. Ukiutumia vibaya, uko ni kama kuscratch. Ukiutumia vibaya uwezo wako wa kufikiri Yesu alokupa, lazima na maamuzi yatakuwa mabaya tu.
na kuna madhara katika kusitasita. Bwana Yesu asifiwe. Madhara ya kusitasita yapo. Soma kitabu nadhani cha Luka. Amina. Ninasali Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Ninasoma kitabu cha Luka sura 19 mstari wa 27. Amina. Maneno Yesu anasema, tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa muwachinje mbele yangu. Amen. Hayo ni madhara ya kutaka ufahamu wako utawaliwe na Bwana Yesu. Ule ufahamu ambao Yesu alikupa, ule uwezo wa kufikiri ambao Yesu alikupa, utakapoutumia vibaya, Biblia inasema wazi kwamba subekatani kutawale, nitakuchinja mbele yangu. Utachinjwa mbele ya maadui. Utashangaa utajikuta unachinjwa. Hata wale manabii wa Baali, baada ya kukataa kutawaliwa na Yesu, walichinjwa mbele ya Elia. Na wewe usipotaka Yesu akutawale, ukataka kutawala akili yako, ukamkataa Bwana Yesu, ukakataa ule uwezo Yesu aliokupa akutawale, Biblia inasema utachinjwa. Wenda maisha yako yameshachinjwa. Kuna watu wanafurahia kuchinjwa kwako. Ulipokata tamaa ndio uliochinjwa. Uliporudi nyuma, kuna watu walifurahia, kule ni kuchinjwa. Moyo wako umeraruliwa mara ngapi? Maadui wamepiga makofi mbele mara ngapi? Kutokana na kustasita kwako. Lakini litokana na nini? Unaweza kupita kwenye pito, kujiuliza kwa nini nimepita mahali hapa. Kumbuka, elewa, lazima kuna mahali uliachilia nafasi. Mule moyo wako ukaanza kupigwa. Ulipopigwa uko ndo kuchinjwa tena mbele za maadui. Maadui wakafurahi. Ukajiuliza kwa nini nimepita mahali pagumu wakati namtegemea Bwana Yesu. Kajiuliza hilo swali sana. Biblia inasema waleteni, wasiotaka ni watawale, ni wachinje. Usipotawala mwili wako utachinjwa. Usipotawala nafsi yako utachinjwa. Usipokubali Yesu atawale fikra zako utachinjwa. Kuchinjwa unaweza kukuta umeaibika. Hebu kubali ufahamu wako, akili yako itawaliwe na Yesu ili akushone tena. Bwana Yesu asifiwe. Ili Yesu aweze kukushona tena, ni lazima ufike mahali ukubali Yesu akutawale. Iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, kubali Yesu akutawale. Bwana Yesu apewe sifa. Kubali Yesu akutawale ili uweze kuvuka na uweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajulikana kwa matendo yake. Yesu anajitambulisha, anatoka mahali anajitambulisha kwa matendo yake. Nataka na Yesu sasa ajitambulishe kwako. Ufike mahali hata kama ni katikati ya watu ambao wamekudharau, wajua hakika Yesu yupo. Kama ilivyotokea kwa Elia, akawaonyesha wazi kwamba Mungu ninayekuamini yuko hapa nilipo. Ninaomba na kwako pia, hebu atokeze njia. Lakini hiyo hali iko ndani yako. Imani hiyo ya kuondoa msiba, imani ya kuhamisha milima, imani ya kushusha moto iko ndani yako. Na leo naomba nikutangazie, Yesu ashushe moto kutoka mbinguni, urambe mateso, urambe magonjwa, urambe misiba, urambe fedhea na kila ambacho kimekushikilia kwenye maisha yako. Leo Yesu ashushe moto kutoka mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako.